Asanti. Bwana, jina lako liinuliwe, unastahili sifa. Ninashukuru Bwana kwa ajili yako mtazamaji, na ninashukuru Bwana kwa ajili ya kutuweka hai siku ya leo. Mkono yake imehusika na uaminifu wake tumeuona katika maisha yetu. Ninakukaribisha tena mtazamaji wa Gospel Voice TV katika jina la Yesu, na nina furaha jioni ya leo kwa ajili ya mapenzi yake katika maisha yetu na wema wake ambao hauwezi linganishwa na wema wa mwanadamu. Jioni ya leo Bwana ameniandaa tuweze kushiriki neno pamoja, neno linalosema uhuru ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, ama kwa lugha ya Kizungu freedom in Christ. Kwa majina yangu naitwa Pastor Raphael, mimi ni mchungaji kwa kanisa la Christian Foundation Fellowship, mahali panaitwa Meru Makutano, na pade hii Yesu anatawala. Taka tuombe tuweze kuingia kwa neno na tutabarikiwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu, ninalitukuza jina lako na ukuu wako, na ninakutukuza ewe Bwana kwa kuwa umwema na hata umwaminifu katika maisha yetu. Ninakushukuru kwa kunipea nafasi nisimame tena na niweze kuongea na watu wako kama vile makusudio yako ilivyo katika maisha yetu. Niko na imani utanitumia kama shombo, na niko na imani ya kwamba Bwana Roho wako atanipea hekima ya kuongea na watu na nuru yako itatuangazia. Niko na imani ya kwamba hii nuru ya neno itaangaza katika maisha ya watu na ukuu wako utaonekana. Tawala na utamalaki mfalme, na uinuliwe kwa kuwa umwema, na niko Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. We can all say amen. Nataka niseme ya kwamba katika maisha ya mwanadamu ama ya mtu ambaye ana confess faith in Christ, watu wengi wanakuja kwa Kristo lakini wananyimwa uhuru. Watu wengi wanakuja kwa Kristo alafu wanakosa uhuru. Ningependa nikujulishe ya kwamba uhuru ni very costly, ama kuwa huru kuna gharama yake. Hauwezi kuwa huru bure. Waliopigania uhuru wa mataifa kama taifa la Kenya, tulipata uhuru 1963, igawaje sisi hatukuwepo, lakini mababa zetu waligharamika ili sisi tuweze kuwa na uhuru ule tuko nao leo. After that kuna uhuru mwingine wa democracy, ya watu kujitawala na watu tu kuwa ati ya kwamba unaweza ongea bila kujikuta kwenye shinda. Walipigania miaka ya 1992, tulikuwa bado wadogo wakati ule, na watu wakapigania uhuru nyakati zile ili tuweze kuwa tunaongea, ama ili tuweze kuwa tunaweza fanya mambo bila kuingiliwa na vitu tofauti. Na kwa hivyo kuna watu walibeba mzigo ili kama taifa la Kenya tuweze kuwa na uhuru ambao tuko nao. Ningependa kuambia wale wote ambao wanakuja ndani ya Kristo, unaweza kuwa ndani ya Kristo lakini hauna uhuru ambao unakuwezesha kufanya mambo fulani. Hauna uhuru ambao unaweza kuwezesha kutembea vile unavyotaka. Nataka nikuambie ndani ya Kristo kuna mipaka ambayo ametuwekea, na pia kuna uhuru ambao anatupatia. Kwa ajili ya ibada ya leo hatutaongea kuhusu mipaka ambayo imewekwa ndani ya Kristo. Mipaka ni kusema ya kwamba mtu anapookoka kuna vitu unawapoteza, kuna vitu hauwezi fanya tena. Watu wa kidunia wanaweza fanya, lakini wewe ambao umeokoka kuna vitu hauwezi fanya, ila ukizifanya utakuwa umepita mipaka. Na sasa kuna uhuru ule mtu akija ndani ya Kristo anaupata. Nataka nikuelezee changamoto ambazo zinasababisha watu wakija ndani ya Kristo waweze kukosa kupata uhuru kabisa. Na tutasoma kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari wa 31, na maandiko inasema to the Jews who had believed in him, Wayahudi waliomwamini huyo Yesu akasema kwao hivi ya kwamba ukishika mafundisho yangu utakuwa mwanafunzi wangu. Kwa Wayahudi waliomwamini. Kwa hivyo hii ni kwa watu specific, sio kwa umati wote, sio kwa kila mtu. Imesema maandiko ya kwamba kwa Wayahudi waliomwamini.
kwa Wayahudi waliomwamini. Kwa hivyo haiendi kwa umati, haiendi kwa kila mtu, ni kwa watu ambao wamechagua kumwamini Kristo. Akawaambia kwamba mkishika mafundisho yangu mtakuwa wanafunzi wangu, mkishika mafundisho yangu mtakuwa wanafunzi wangu. Ni hakika ya kwamba unapotizama Wakristo wengi, kwa sababu hatujashika mafundisho ya Yesu, unatafuta ile wanafunzi wake unaukosa. Ya kwamba Yesu alikuwa na mienendo na tabia na njia fulani ambazo zinamweka yeye huru kufanya anavyofanya, ila kwa sababu ya kizazi chetu tumekosa kuyashika mafundisho yake kikamilifu. Tunakosa hiyo haki ya kuwa wanafunzi wake. Unasikia mtu akisema ya kwamba ati mimi ninakosa kuokoka kwa sababu ninaona wale wameokoka wanafanya. Hiyo isikunyime haki ya kumfuata Kristo, kwa sababu kweli wanasema wameokoka, lakini kuna kitu wamekosa, hawajashika mafundisho yake yote. Ukishika mafundisho kuna mabadiliko inakupatia ya ndani. Ukishika mafundisho kuna vitu inabadilisha ndani yako, unafanana na Kristo mwenyewe. Tizama mitume vile walishika mafundisho. Biblia inasema ya kwamba hata mienendo ya Pita kutembea, usiku ule walikuwa na mkana Yesu, walisema huyu hata kutembea kwake anatembea kama yeye. Wakasema huyu hata kunena kwake vile anaongea kama yeye. Unaposhika mafundisho ya Kristo kuna vitu zinabadilika ndani yako. Na ninakwambia hivi mtazamaji, ya kwamba usikose kumwamini Kristo na kumfuata ati kwa sababu ya mtu mwingine, ili hali kila mmoja wetu atapeana hesabu zake mbele za Bwana. Elewa hivi, unapokataa kufuata ati kwa sababu unasema Wakristo hawa wanafanya, haitakuwa excuse mbele ya Mungu Baba siku ile mtakutana. Maana haujaitwa umfuate yule, umeitwa umfuate na ufanana na Kristo. Watu hujaribu kufanana. Yesu hakusema. Kwanza kuna kitu ningependa nikusaidie. Niseme hivi, ya kwamba hatujaitwa tukue washirika. Maana hata mimi mwenyewe siwezi elewa ni nini hiyo inaitwa washirika. Yesu ametuita tufanane na yeye, na ameita tukue disciples. Disciple ni kusema ya kwamba ni mfuasi ambaye amebadilishwa na akafanana na Yesu mwenyewe. Lakini mshirika atafanana na kitu ambacho Yesu atapenda. Mstari wa 32 of the same verse inasema, then you will know the truth, and by that truth you will be set free. Utajua ukweli na ukweli huo utakuweka utakuweka huru. Na mimi nataka kuongea kuwa na uhuru ndani ya Kristo, freedom in Christ. Na nitasema maneno kidogo alafu tutafute ukweli huu ni gani ambao unasababishanga watu wakuwe huru. Na niseme hivi ya kwamba watu wanapokuja kwa Kristo ili waweze kuwa huru, ni maamuzi utafanya. Ya kwamba unapolisoma neno na kulielewa, ama unapohubiriwa hilo neno na ulishike, unapolishika, mtu ni maamuzi huwa anafanya ndani yake ya kwamba ni kweli nilikuwa nafanya mambo yangu hivi, lakini kulingana vile nimefundishwa leo nimebadilika, nitaanza kuifanya hivi. Na ukianza kubadilisha mienendo, uanza kubadilisha tabia, uanza kubadilisha makusudio ya moyo, uanza kubadilisha vile huwa unafanya mambo, utakuwa huru kwa mambo fulani. Uhuru ni kusema ya kwamba hautakuwa unalazimishwa na mapigo ya mwili. Tunasema ya kwamba adui mkubwa ni shetani, lakini equally ningependa kukuambia ya kwamba mwili kuna mambo inalazimisha, na shetani hutake advantage ya mambo ile mwili huwa unalazimisha. Na hivi ndivyo unaonekana kama inaonyesha kama shetani yako na nguvu mingi. Washa nikuambie ukweli, shetani hana hiyo nguvu mingi. Reality ni maamuzi ambayo mwanadamu atafanya. Na kwa hivyo mtu ambaye anataka kufuata Kristo na kuwa huru lazima afanye maamuzi. Na maamuzi, kuna maamuzi ya ukawaida na kuna maamuzi inaitwa hard choices. Kuna maamuzi inaitwa hard choices. Hard choices ni kufanya maamuzi ambayo ni gumu. Na nikwambia ya kwamba siku ile utaweza kujiweka ya kwamba uamue nitafanya maamuzi gumu, itakuweka huru.
mwanamke kuoreka, nipeane mfano hivi, maybe itaweza kusaidia ama itatusaidia zote uweze kunishika vile ninasema. Kuna mtoto amezaliwa katika boma ambayo iko na mali na iko na kila kitu, Yakoba akiangalia boma ya babake inakaa an example ya vile familia angependa kukaa na vile angependa kuishi. Maana familia ya babake ama doa ya babake ama mahali amezaliwa imekaa doa an example of a good marriage, imekaa an example of a good family, inakaa an example of a healthy family. Lakini hata hivyo amejikuta ameshikana na kijana na anampenda, na ili hali huyu kijana hana kama ile uwezo babake mzazi huyu msichana aliyekuwa nayo. So unakuta ya kwamba ni maamuzi, atafanya maamuzi gumu. Hiyo ndio inaitwa hard choices. Yakoba ni kweli anayenioa hana capacity na uwezo wa kuniweka vile nilikuwa nimewekwa kwa baba yangu, lakini kwa sababu nimefikisha miaka ya kuoreka na mimi ni mtu ambaye anaweka values za family, huyu kijana atanioa hata kama hana hiyo capacity. Hiyo inaitwa hard choices. Unapofanya maamuzi gumu, mwanadamu huwekwa huru. Na shetani anajua hivi, watu wengi ambao we confess that Jesus is Lord, one of the challenge that we have ni kumeki hiyo inaitwa hard choices. Hard choices ni kusema ya kwamba kitu fulani kwa wakati huu kinanifaa na kinanisaidia, lakini kwa sababu ya Kristo na kuna mambo ninaelewa kumhusu, ninafanya maamuzi ya kwamba igawaje inanipendeza, igawaje ya kwamba inanifurahisha, sitaifuata kwa sababu kuna haki nitapoteza huko mbele. Kuna faida ambayo huko mbele nitajikuta nimeenda hasara kwa sababu hapa nilishindwa kufanya maamuzi ambayo inanistahili. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nikwambie hivi, maandiko inasema in the book of John chapter 10 and verse 10 that the enemy comes to steal, to kill and to destroy. John 10 verse 10. And the thief comes only to steal, to kill and to destroy. But B inasema I have come that you may have life and have it to the full. I have come that you may have life and you have it to the abundance. Can I tell you, Yesu kuja na kutupatia hiyo nafasi, anasema nilikuja muwe na uzima na muwe nao tele. Kuna sehemu yako imebaki ya kufanya maamuzi ambayo ni maamuzi gumu, na siku ile utaweza make hard choices, itakusaidia kusoga katika maisha. Hard choices number 1 ni kumake hard choices that I will be faithful to the Lord, ya kwamba mimi nitakuwa mwaminifu kwa Mungu hata kama hali zitanisukuma namna gani. That's a hard choice. Ya kwamba misingi na mienendo na tabia yangu nitakuwa mwaminifu. Mwaminifu ni kusema ya kwamba kama nitakuwa nafanya biashara na watu, nitafanya biashara kwa uaminifu. Kama nitakuwa ninafanya kazi kwenye yule mtu ambaye ameniandika, atanihesabia ya kwamba mimi ni mwaminifu. Kama nitakuwa nafanya kuunganisha watu kwenye shughuli tofauti, nitafanya kwa uaminifu. It's a hard choice. Mtu kuamua ya kwamba mimi nitakuwa mwaminifu. Mimi nitakuwa mwaminifu. Na watu wale wameinuliwa sana kwa maandiko, wale watu Mungu ameshika mkono na akainua sana kwa Biblia, kuna maamuzi magumu walifanya. Number 2, the hard choice ni kusema I will be honest. Honest ni kusema ya kwamba sitafanyia watu mambo ya kuwadhulumu ama ni wanyime haki zao ati kwa sababu wao ni wanyonge. It's a hard choice. Maana kuna vitu zinafanyika na anayeifanya ni rafiki yako, lakini kumkashifu ama kumwambia this is not right, watu wengi tunashindwa ili hali sisi ni wa Kristo. Hard choice ni kusema ya kwamba I will walk in the light, ya kwamba mimi nitatembea katika nuru, mimi nitatembea katika mwangaza. Elewa hivi, sio wakati wote utakuwa na watu wa kukuangalia mienendo yako. Not every time. Sio wakati wote utakuwa na watu wa kukuangalia mienendo yako. Ni maamuzi mtu huwa anafanya ya kwamba mimi matendo ya giza nitayaasha. Na ni vizuri ni kuonyesha kwa maandiko watu ambao walifanya hard choices, ndio ujue katika hii safari hauko peke yako. Maandiko inasema hivi in the book of Hebrews chapter 11 and verse 24. Kuna mtu anaitwa Moses. Moses unaelewa ya kwamba alilelewa katika nyumba ya Farao, na alilelewa na msichana wa Farao
kama mtoto ya kwake. Kwa hivyo kwenye malezi na katika kukua, Moses anaamini yeye ni mtoto wa Farao, lakini ikafika wakati akaujua ukweli ya kwamba yeye sio mtu wa Misri. Ni kushukuliwa, alishukuliwa kutoka kwa maji. Maybe kuna mtu alimwelezea. Maandiko inasema hivi, by faith aliweka imani kwa Mungu. Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Nataka nikuambie, hii ni kuambiwa ya kwamba Moses was a prince. Anapokuwa hivi, maana mtoto wa mfalme ataitwa jina gani? Ataitwa prince. Akikuwa anajua yeye ni prince, ni maamuzi alifanya gumu, akaamua hili jina la prince mimi sitaitwa. Na sio hiyo tu peke yake. Verse 25 inasema, verse 25 of the same, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasure of sins. Akaamua yeye vile Waisraeli wanatiritiwa Misri, hata yeye atiritiwe hivyo. Na unaelewa maandiko inasema ya kwamba nyakati zile walikuwa wanatengeneza matofali pamoja na nyasi imeshaganywa, straws, na wanaenda kukanyaga. Kwa hivyo Musa alichagua ya kwamba mimi nimelala washa niseme state house, mimi nimelala state house. Lakini asubuhi akitoka anaenda mahali hard labor, watu wanafanyishwa kazi, wakikanyaga tope anakanyaga pamoja na wao. Ili hali nafikiri slave masters walikuwa namuogopa, maana najua huyu ni mtoto wa kule Paras, lakini wakikanyaga tope. Na sio kujifanya anafanya kwa moyo, si unafiki wa moyo, atuwaonyesha tuko pamoja. Wajua kuna wakati wanasiasa wanatufanyia unafiki, ati ya kwamba kwa sababu wakati wa kampeni umekaribia, anakuja kwetu, watu wakikaa chini kwa nyasi, hakuna viti, anasema hakuna shida, mimi nitakaa. Musa hakuwa na hiyo unafiki, si unafiki wa aina hiyo. Musa ako genuine. Kuna watu pia wanafanya unafiki ya kwamba ni mkubwa kazini, anakuja anajifanya ya kwamba yeye si mkubwa, ni mtu wa kawaida, tunatembea tu pole kwa na sio hiyo. Ya Musa ni genuine, ati ya kwamba wanakanyaga matope. It's a hard choice ya kwamba mimi sitaitwa tena msichana wa Farao. Kufanya maamuzi kama hii ndio inaweka watu huru. The reason as to why many or most of us as a Christian tunaogelea katika vidimbwi za kusemwa vibaya na kudhihakiwa ni shaga moto kwetu as a family of Christ tuweze kufanya maamuzi gumu. Mtu anaposhindwa kufanya maamuzi gumu, let me tell you, kuna baraka kule mbele utaiasha. Musa alipofanya hii maamuzi gumu, ndio ilimfungulia mlango huko mbele, akafanywa kama Mungu kwa wana wa Israeli. Mungu alimwambia, to them you are God. Wewe utakuwa kama Mungu. Hata kwa Farao atakuogopa, atashindwa wewe ni mtu wa aina gani. Na Musa akapewa capacity ya ukuu na Mungu. Na capacity akaambiwa namna gani? Tumia hii fibo uko nayo, na ikiwa hiyo fibo itakuja ishindwe mahali, weka mkono wako kwa mfuko, toa uone uko na ukoma, tumia hiyo. Na ukweli ni ya kwamba hakuna wakati alitumia ya pili, alitumia the first one ya fibo peke yake, na Misri wa Israeli wakaashiriwa. Lakini to them, wana wa Israeli, Musa alikuwa kama Mungu. Ili aweze kuinuliwa viwango hivyo, ni maamuzi alifanya gumu, ati ya kwamba yeye atakanyaga tope kama wale watu wengine. Ningependa nikwambia kwamba ukiona mtu ameinuliwa na Mungu kwa viwango, kuna mahali alipitishiwa akafanya maamuzi ambayo ilikuwa gumu. There is no way uplifting inaweza kuja in your life kama umeshindwa kufanya hard choices. Mungu anahitaji mtu ambaye hawezi compromise. Hard choices ni kusema ya kwamba kuna hali itakukuta ina call for compromising. Unasema kama vile Esther alisema, na ni vizuri tuangalie pia hiyo Esther, uone mtu ambaye ana make hard choice. Esther chapter 4 and verse 7, mtu ambaye ana make hard choice. Huyu mama ali make one of the hardest choice. Esther chapter 7 chapter 4 and verse 7, maandiko inasema, Mordecai told him everything that has happened. Esther alifikiwa na habari ya kwamba Mordecai amenuna, amevaa nguo ya magunia, akauliza na aulizwe ni nini inamsubua. My uncle, maana Esther alikuwa anaita Mordecai uncle. My uncle aulizwe ni nini inamsubua, bona ashukue hii tabia ya kununa na kuvaa magunia. Maandiko inasema Mordecai told him everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of Jews. Akamwambia ni nini ilikuwa imepangwa na Haman, na vile gharama ambaye itakayoenda ndio Wayahudi
wamalizwe. Verse 18 nasema, he also gave him a copy of the texts of the edict for the annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her. And he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy and to plead with him for her people. Akamuonyesha mpaka ile barua ilikuwa imetengenezwa, na akamuomba nenda kwa mfalme umuonyeshe hii barua na umpebeleze. Elewa wakati huu Esther ndiye queen, ndiye mke wa mfalme. Verse 9 Biblia inasema ya kwamba Hathach went back to report to Esther what Mordecai. Hathach ni yule sasa alikuwa ametumwa na Esther, akaenda kuripoti kwa Esther vile Mordecai amesema. Verse 10, then she instructed him to say to Mordecai, all the king's official and the people of the loyal province know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that they be put to death unless the king extend the gold scepter to them and spare their lives. But that 30 days have passed since I was called to go to the king. Esther akajibu akamwambia Yakoba, wewe unajua sheria za hapa. Yakoba, mtu yoyote akikuta mfalme katika chumba chake na mfalme hajamuita, sheria inasema huyo mtu auawe. Na anamwambia, na mimi sasa nikiwa queen kwa siku 30 nimekaa hapa, mfalme hajawahi niita. Elewa, huyu ni mke wa mfalme. Anamwambia siku 30 mimi sijaitwa na bwanangu, sijaitwa na huyu mfalme. Verse 12 inasema, verse 12, when Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer, do you think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape? Verse 14, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your loyal position for such a time like this. Inajulikanaje kama Mungu alikuinua kwa ajili ya hii shida ambayo tunapitia saa hii? Verse 15, Esther akajibu Mordecai. Verse 16, nenda uite Wayahudi wote katika Susa, na nyote mfuge kula na kukunywa, msikule kitu kwa siku 3 wala usiku na mchana. Mimi na mazuria wangu tutafunga pia, na kisha nitaenda kwa mfalme, hata kama ni kinyume cha sheria. Kama nitaagamia niagamie. Nitaenda kwa mfalme hata kama ni kinyume cha sheria. Kama nitaagamia niagamie. Nataka uone maamuzi gumu. Sheria inasema Esther akienda mbele ya mfalme na hajaitwa atauawa. Sheria inasema hivyo. Lakini kulingana ile situation iko nyuma inamsukuma, akasikia kwamba taifa lote wale waliobaki in the province of Susa watamalizwa, na imesainiwa na pesa zimetegwa za kufanya hiyo kazi. Na Mordecai anamwambia kwamba umeinuliwa na Mungu pengine kwa wakati kama huu, na kama hautatusaidia huenda Mungu atatuma msaada kutoka sehemu nyingine. Esther akasema, washa tufunge, nitaweza kujipeleka mbele ya mfalme. Kama nitaagamia, washa niagamie. Let me tell you, it is called a hard decision. Hii ni maamuzi gumu. Na mtu yeyote ambaye atafika viwango na Mungu, kuna mahali itafika, it will require you to make a hard decision. Maamuzi ambayo ina compromise your status. Maamuzi ambayo ina compromise your life. Maamuzi ambayo inaweka maisha yako katika hatari. Danieli ni maamuzi alifanya mangumu aliposikia ya kwamba imetolewa amri ati ya kwamba kusiabudiwe Mungu mwingine isipokuwa mfalme. Na wakati huo Danieli wanajua naabudu Mungu wa mbinguni. Naelewa Danieli ndio next after the king. Kwa hivyo inaonekana kama ni imepangwa ikae kama ni mtu ambaye amekaribia mfalme anampinga. Danieli alikuwa next after the king. Na kwa hivyo ilipoti hii kifikia mfalme ati Yakoba, Danieli ndiye peke yake katika taifa lako amekataa hiyo ibada na hiyo sheria imepitishwa, itaonekana kama Danieli, igawaje sio mzaliwa wa pale, ni kupiga na piga mfalme.
na ukweli Danieli akasimama na maamuzi aliyofanya. Akasema kama Esther, if I perish, I perish, lakini sitaabudu Mungu mwingine. You have to make a decision. Kuna watu wananisikiza leo, lakini unakuta ya kwamba kuna rafiki yako anakusukuma mwende kwa diviner ati mkawabewe na mkaangaliliwe. You have to make a hard decision. Afadhali urafiki uishe na usimamishe ukuu wako na Mungu wako. Ni makosa makubwa kuwa na miungu miwili. Ni makosa makubwa kuwa na sehemu mbili unaziita sehemu zako za ibada. You cannot live everywhere. You cannot live anyhowly. Kuwa huru ndani ya Kristo ni kufanya maamuzi gumu hata kama itakuumiza wakati huu, na kuhakikishia kama Danieli huko mbele iko na faida. Hata kama inakuumiza wakati huu, na kuhakikishia kama Moses huko mbele utafurahia. Hata kama wakati huu inakaa kama umefanya maamuzi ya ujinga, huko mbele utapata ushindi. Biblia inasema Danieli akafika Babylon, Daniel chapter 1. Na alipofika Babylon, mfalme akasema achaguliwe vijana ambao wako na hekima, vijana ambao wanaweza simama mbele ya mfalme, vijana ambao hawawezi compromise. Na alipochaguliwa, Daniel chapter 1 and verse 8, maandiko inasema ya kwamba verse 7 hapo nyuma, mfalme akasema wapewe chakula chake. Wapewe chakula. Burud verse 6. Mfalme akasema verse 5. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. Mfalme akasema waandaliwe chakula chake. Verse 5. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. Akasema ile chakula mimi nakula, hawa vijana waandaliwe hiyo chakula wapewe. Na elewa hivi, mfalme chakula chake anakula chakula kimetolewa miungu. Because the ancient men and women, they believed that some of their kings, they are equal to gods. Unaelewa hata Farao alipoambiwa Mungu ametumana, Farao anashindwa, kwani kuna Mungu mwingine kando na mimi? Maana yeye anajijua kama Mungu. Ati Mungu ametumana, wana wa Israeli waashiria waende wakamwabudu. Anashindwa, ni Mungu gani huyo anatumana? Watu wa zamani walikuwa naamini mfalme wa kwao ni Mungu. Na kwa hivyo hapa mfalme anasema wapewe ile chakula napewa, na hicho chakula kilikuwa kimetolewa miungu. Verse 8, Danieli anajua hiki chakula ni kikula, kita ni najisi, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for a permission not to defile himself in this way. Kijana wa miaka 16, 17 anasema asipewe chakula cha kifalme. Chakula cha mfalme, my friend, sio sima na sukuma. Sio mshere imeshaganywa na viazi na maharagwe. Chakula cha mfalme ni chakula kimeandaliwa, kimetayarishwa, 3 course meal, 4 course meal. Chakula yani ni kupangwa, huwa inapangwa vile inakuliwa. Ukishaelewa chakula cha mfalme, kitabu cha Kings kimeelezea the daily bread for Solomon, ndio uweze kuelewa chakula cha mfalme kinakaa namna gani. Lakini hata hivyo anasema sita ni najisi na aina hii ya chakula. It is called hard decision. Mimi sijui ni nini hii imekushida kufanyia maamuzi magumu. You have to decide. Maana the decision that you make today ndio itadetermine your relationship with God miaka inayokuja. You are uplifting with God. Wale Mungu ametembea na wao wote ni maamuzi wanafanyanga magumu. Wale Mungu ambaye anainua na anatumia ni maamuzi wanafanyaga magumu. Wale wote wanatembea na Mungu ni maamuzi wanafanya magumu. Tonight you need to make a hard choice. Inakubidi ufanye maamuzi magumu, kwa sababu kesho yako inategemea maamuzi ambayo unafanya leo. Kuna mtu Mungu anagojea tu ndio amuinue amfanye CEO. Anajua huyu akiwa CEO kwa hii kampuni nafasi yako itapatikana. Lakini Mungu anatarajia hapa uko chini ufanye maamuzi. Wale wote waliotembea na Mungu, nimekwambia kuhusu Esther, nimekwambia kuhusu Moses, nimekwambia kuhusu Daniel. Na shetani hapendi watu wafanye maamuzi. So tonight nataka nikuombea katika jina la Yesu uweze kufanya what is called the hard choice, na tutabarikiwa pamoja. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you once more because of your greatness and your mercy na ukuu wako katika maisha yetu.
Ninaombea ambaye amenisikiliza ya kwamba utamwezesha kufanya maamuzi magumu katika maisha, na maamuzi hii itasababisha watu wengi wafike kwenye hatima za maisha yao na uhusiano wako na wao. Ninakutukuza kwa sababu Bwana hauwezi dharau mtu anapofanya maamuzi magumu. Tuwezeshe sote ili tuweze kuinuliwa katika misingi ya kiungu na tuweze kufika kwa hatima zetu. Pokea sifa kwa Bwana, kuna mtu umenituma kwake na ninaamini umetenda. Uinuliwe na uhimidiwe, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you, may God bless you. Naitwa Pastor Raphael, mchungaji wa CFF, na Yesu anatawala. Ukitaka kusupport hiki kipindi, unaweza tuma support yako kwa hii namba iko on your screen. Pay bill yetu 22218 22218 7238#. Ukitaka kunisupport unaweza tuma support kwa 22218. Jina account number ni 7238#. Jina itatoka Christian Foundation Fellowship na tutabarikiwa. Ukitaka kunifikia ni 0725947795. May God bless you. May God be with you. Shalom, shalom.